Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako. Mungu wetu, tunapohudumia watu wengine, na sisi tuko hapa usiku wa leo, tuko hapa kwa ajili yako. Tunakutazamia wewe Mungu, ukatusaidie. Wewe Mungu ukatuguse. Wewe Mungu ukakutane na mioyo yetu, Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Tunashuka mbele zako tukiomba msamaha, tukiomba rehema, tukiomba toba, Bwana, kwenye eneo lolote lile ambalo tumeenda kinyume na mapenzi yako, kwenye eneo lolote lile ambalo tumekukosea, Bwana, aidha kwa kumbuka ama kwa kusahau. Mungu wetu, tunashuka mbele zako, tunaomba rehema kabla tujaingia kwenye ibada hii. Bwana, tunaomba tupatane na wewe, tutakase na utukubali. Bwana, tutakase na utukubali. Bwana, katika jina la Yesu ali hai. Takasa mioyo yetu Bwana, takasa mitazamo yetu, takasa fikra zetu Bwana. Utuoshe kwa damu ya msalaba, utuoshe kwa damu ya thamani, utuoshe kwa damu ya Yesu. Ikatakase mioyo yetu, sio nje yetu tu, mpaka ndani ya vilindi vya mioyo yetu Bwana. Ukatutakase Jehova, tutakase Bwana. Tusamee dhambi ya kutokuamini, dhambi ya kutokuamini, dhambi ya ugumu wa moyo. Tusamee Bwana, tusamee Bwana, tuoshe na ututakase tena katika jina la Yesu ali hai. Mungu wetu, ukaturejee pale ambako uwepo wako tuliuondoa. Baba, tunaomba ukarejeshe hiyo neema yako tena, ukarejeshe ufahamu wako tena, ukarejeshe hekima yako, ukarejeshe maarifa yako Bwana, katika jina la Yesu. Kwa maana maarifa ya duniani tumeyasoma na tumetambua ya kwamba hatuna msaada wowote kutoka hapo zaidi ya ufahamu wako Bwana, zaidi ya maarifa ya kiungu. Nasi tunajinyenyekeza mbele zako, tunaomba Roho Mtakatifu akatupe maarifa usiku wa leo, akatupe mbinu na kanuni za kuzidi kuishi maisha ya ushindi katika ufunuo, katika jina la Yesu aliye hai. Ninakabidhi kundi hili mikononi mwako Bwana, na kila mmoja ambaye atapata nafasi ya kutazama video hii, Mungu mwenye nguvu, tunakabidhi wote mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Ukamfundishe kila mmoja, ukamfungulie ufahamu wake, akaelewe maarifa, akaelewe maandiko, akaelewe neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu wako Bwana ukaonekane, jina lako likajulikane, sura yako Yesu ikajulikane katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu. Amen. Jana tumekuwa na somo ambalo lilikuwa linasema maisha ya ushindi katika ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya ushindi katika ufunuo. Na siku ya jana tukaangalia vile vita ambavyo vilifanyika kule mbinguni, na pia tukatazama namna ambavyo yule nyoka wa zamani alitupwa, lakini pia tukatazama namna ambavyo Mungu alikuja ili awe na watu wake. Tukaangalia jina Emmanuel, yani Mungu na watu wake. Tukaangalia kwamba alikuja ili atusaidie kushinda uongo wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii tunaendelea na somo hili la maisha ya ushindi katika ufunuo. Maisha ya ushindi katika ufunuo. Ninaomba mtu mmoja nifungulie kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 29. Msomaji uwe sharp kidogo. Mathayo 22 mstari wa 29. Amen. Angalia Biblia inavyosema, Yesu akawaambia, mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko, lakini vile vile hamjui uweza wa Mungu. Maana yake ni kwamba ili uweze kuyaelewa maandiko, lazima uruhusu uweza wa Mungu kusaidia kuyaelewa. Kila dini ina kitabu chake. Kitabu ni kanuni, kitabu ni katiba, na katiba hii inaitwa maandiko. Maana yake ili tuelewe imani ya Ukristo, lazima tuyatazame maandiko. Kama tutakuwa Wakristo tusiojua maandiko, jua kwamba tumepotea na tunapoteza muda katika hiyo imani. Huwezi ukaamini usichokijua. Na ndio maana Yesu anasema watu wanapotezwa kwa sababu hawayajui maandiko.
Maana yake mtu anayefuata imani bila kujua ile imani inasema nini ni sawa na mtu ambaye anaingizwa kwenye msitu asiyejua mwisho wake wala namna ya kutoka katika huo msitu. Anasema mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko, sio neno, maandiko. Maana yake hata neno lipate nguvu lazima maandiko yawepo. Kuna watu wanakuambia Roho Mtakatifu huwa anasema na mimi. Roho Mtakatifu huwa anaongea na mimi automatic. Roho Mtakatifu huwa nasikia sauti yake. Kwa hiyo hata nisiposoma Biblia, Roho Mtakatifu namsikia. Hiyo sio sahihi katika ulimwengu wa imani na katika ulimwengu wa roho, kwa sababu Roho Mtakatifu licha ya kuwa atasema na wewe, anasema na wewe kwa kiwango cha neno lililoko ndani yako, kwa kiwango cha maarifa yaliyoko ndani yako. Kuna namna fulani Mungu hawezi kusema na wewe kama anajua kiwango chako cha ufahamu, akijabeba maarifa yanayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii mtu hata kama atajua kuendesha gari, trafiki lazima amdai leseni. Leseni haipimi mtu kuendesha gari, bali leseni ni uthibitisho kwamba alisoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hatuna shida na namna unavyojua kuendesha gari, tuna shida na namna ulivyopata maarifa ya kuendesha gari. Kwa hiyo leseni inakuwa ni kithibitisho kwamba huyu mtu aliingia darasani, alisoma saini za barabarani, alama za barabarani, akaziona, akaelewa na akahitimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kadhalika kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu fulani vinadai leseni ya maandiko, vinadai leseni ya neno la Mungu ili tusipotee. Na ndio maana sehemu nyingine anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Lakini anasema kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Maana yake kumbe mtu yoyote ambaye aidha anaitwa kuhani ama mtumishi ama mchungaji, akikataa maarifa, Mungu amemkataa automatic. Akikataa kusoma neno, Mungu amemkataa moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye amesema, yani Mungu amesema, sisi ni miungu na wana wa aliye juu. Ukisema miungu unamaanisha kiumbe chochote ambacho kinatembea na nguvu kupita uwezo wa mwanadamu. Ukisema miungu unamaanisha kiumbe chochote ambacho kinaaminika kuwa na uwezo ama nguvu kuliko uwezo wa kawaida wa mwanadamu. Kwa mfano, hamna mwanadamu anayeweza kuleta mvua, lakini pakiwa na kiumbe kinachoweza kuleta mvua, hichi kiumbe kitaaminiwa ama kitaonekana ni kama kina nguvu za uungu. Maana yake Mungu anatuita sisi ni miungu. Maana yake sisi ni wanadamu, kama jana nilivyosema, sisi ni wanadamu, lakini Mungu anakusudia tuyaishi maisha ya uungu tukiwa hapa duniani. Sisi ni wanadamu, lakini Mungu anakusudia tuishi maisha yenye nguvu za kiroho tukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tufanye hivi. Ili mtu awe mchawi au ili mtu awe kuhani wa nguvu za giza ama mganga wa kienyeji, kuna mambo ya kibinadamu ambayo lazima ajizuie kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akaambiwa usiruhusu nywele zako ukiwa unasuka ama unanyoa zikawa zinasamba samba. Usiruhusu umeng'ata tu kucha ukaitema hapo. Usiruhusu umekata tu kucha ikakaa hapo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vya kawaida ambavyo anatakiwa asivifanye. Why? Kwa sababu anaingia kwenye ulimwengu ambao utamtaka kuwa na nguvu zaidi kuliko wanadamu wengine. Samson akamwambia Delila, mkinikata nywele nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Maana yake anatembea na nguvu ambazo sio za wanadamu wenzie. Hamna mwanadamu anayeweza kuvunja geti la mji, lakini Samson aliweza. Hamna mwanadamu anayeweza kupigana na simba, paka tu ni mtihani. Lakini Samson alichana kinywa cha simba. Kama wewe unavyorarua nguo ya zamani iliyochakaa, unavyorarua kiwepesi, na Samson ndivyo alivyorarua kinywa cha simba kiwepesi. Sasa sikiliza hichi kitu ninachokuambia kwa maana sana. Kwa mfano, safari ya maarifa ni kutoka hapa mpaka airport. Umri wako wa kuishi unaweza usikuwezesha kufika airport. Lakini ukianza kujifunza, at least ukafika kipawa, pale unapoishia, watoto wako ambao utawafundisha, wao hawataanzia hapa, wataanzia kipawa.
Maana yake utakuwa umewawezesha kusogea. Ule muda ambao wangeutumia kwenda kwenye mashule ya kiroho, kwenda kwenye maeneo tofauti tofauti ya kujifunza, wataupunguza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, leo hii kuna walimu ambao wanasimama kutufundisha. Walimu wanatufundisha ili kutupunguzia muda ambao tungetafuta kujua kwa akili zetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bado sijaeleweka. Ngoja nirudie hivi. Kwa nini hauwezi ukashika waya wa umeme? Kwa sababu kuna mtu ametupunguzia muda wa kushika waya wa umeme ndio tujue kuna hatari. Yeye alishika akapigwa, akawaambia wengine msishike. Maana yake akasafirisha maarifa kutoka kwake kwa kile alichokiona, akayapeleka kwenye kizazi kingine. Kwa hiyo wale wanaokuja baadaye wakishika kwa bahati mbaya sawa, lakini tayari wameshaambiwa waya wa umeme una nini? Una hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuyajue maandiko, lazima tuyajue maarifa ili tupate ushindi katika ufunuo. Lazima tujifunze maarifa ya Kristo, na njia ya kujifunza maarifa ni kulisoma neno la Mungu na kulielewa. Kuna wakati huwezi ukayajua maandiko isipokuwa Yesu amefungua akili yako. Ndio maana Petro alivyoulizwa mimi ni nani, akasema wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Akaambiwa sio wewe uliyejua, bali ni Baba wa mbinguni aliyekufunulia. Maana yake ufunuo unapokuja unatuwezesha kujua zaidi ya hayo maandishi ambayo unayasoma. Unatuwezesha kujua zaidi ya ile Biblia unayoibeba. Lakini kwanza Biblia lazima itangulie, ndipo ufunuo ufuatie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Biblia itangulie, ndipo ufunuo ufuatie. Siku moja niko na mtumishi mmoja, alianza kuona, macho yake ya rohoni yalianza kufunguka. Sasa macho ya rohoni yamefunguka, lakini yakawa mvivu wa kusoma neno. Ukiwa una macho ya rohoni alafu uwezi kusoma neno, vitu vingi vinavyoendelea kwenye hii dunia utaanza kuviona kiajabu ajabu. Yule mtumishi alikuwa amekaa, tumewekewa chakula namna hii, akainua kijiko, akakiangalia kama kitu cha ajabu, akakiangalia, akakizungusha, akafunga macho, akaanza kunena kwa lugha. Akanigeukia akaniambia, Apostle, kijiko kwenye ulimwengu wa roho kinamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikamwambia kijiko siwezi kujua kinamaanisha nini, lakini kijiko kazi yake ni kula. Akasema amina, akaweka, akafunga macho. Naona farasi. Farasi nini? Mnyama wa vita. Nikamwambia ni mnyama wa vita, ukimuona jua kuna vita kwenye ulimwengu wa roho, ama kuna ufalme unaokuja. Akasema sawa, akaweka chini, akainuka. Ghafla mbu akapita mbele yake. Ninaona mbu anamaanisha nini kwenye ulimwengu wa roho? Sasa unaweza ukaona mtu asiyekuwa na neno anaanza kuona vitu vya kijingajinga ama vitu visivyomsaidia. Sasa sawa, umeona kijiko kinakusaidia nini? Ndio ile unasikia makanisani baada ya maombi yametapika 500. Baada ya kutapika 500 nini kimetokea? Unaona mtu amebaki yule yule. Baada ya maombi msumari sijui umetoka tumboni. Sijui ameona chura ametoka sijui tumboni. Sasa kama ameona chura ametoka tumboni, nini kimefuatia? Yaani msaada gani umeendelea kwenye maisha yake? Utakuja kuona amebaki tu kwa mtu wa kawaida kama mazingaombwe yanayofanyika. Hayo ni matokeo ya kuwa na macho ya rohoni, ama kuyataka kuyajua mambo ya rohoni bila kuwa na neno. Ukiwa na neno linaelekeza macho ya rohoni yaone nini na nini yasione. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mapepo mengi ambayo yanatembea hapa. Kuna majini mengi ambayo yanazunguka kwenye anga la dunia nzima. Ukiwa na uwezo wa kuona, kama una neno utatembea kwa hofu. Kila unapopita utasema hilo limepita, hilo limepita, kila unapotembea. Lakini ufunuo ambao umetangulizwa na neno utakwambia tazama hichi usitazame. Na ndio maana mtu aliyokomaa hataki kuona wachawi, anataka kumuona Yesu tu, inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Hana shida, sio kwamba hawapo, wapo, lakini hana shida ya kuwaona. Awaone wamsaidie nini? Bwana Yesu asifiwe. Chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa roho na hakina msaada kwako, haustahili kukiona. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nirudie tena. Chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa roho na hakina msaada kwako, hustahili kukiona, kinakupotezea muda. Ona vitu vyenye msaada. Kwa mfano, kuna nyoka aliyefunga maisha. Ukimwona, unamuona ili umuondoe, ili ufanikiwe. Hapo kuna msaada.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukaona vitu ambavyo havikusaidii chochote, hakuna faida. Unasikia nabii, nitabirie mimi babangu anaitwa nani? Kwani wewe umjui? Kama ulipotezana baba yako hapo sawa. Nataka tuiangalie pointi kubwa ambayo tutaiangalia hii moja tu leo. Tutaiangalia hii moja tu ambayo ni ushindi katika ufahamu. Andika ushindi katika ufahamu. Unaweza ukachorea mstari. Ushindi katika ufahamu. Hem, nifungulie Luka 24:45. Ushindi muhimu, ili tuishi maisha ya ushindi katika ufunuo, ni lazima tuwe na ushindi katika ufahamu. Hii akili huwa ninasema kila siku, akili yako kama haina Mungu ndani yake ni shetani wa kwanza, hatari sana kuliko shetani mwenye mapembe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweza kudhibiti akili, utaweza kudhibiti kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayeweza kukaa njaa muda mrefu hashindani kulishinda tumbo, anashindana kuishinda akili. Bwana Yesu asifiwe. Ule muda wa kula unapofika, tumbo limeshazoea, litaanza kutaka, lakini anaiambia akili yake hakuna kula leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anajikuta anaendelea. Ule muda unavuka, anapita. Bwana Yesu asifiwe. Kama utashindwa kuishinda akili yako, jua utakuwa umeshindwa vita muhimu sana kwenye hii dunia. Utakuwa umeshindwa vita muhimu sana kwenye ulimwengu wa roho. Kama utashindwa kushinda vita vya ufahamu, utakuwa umeshindwa vita vikubwa sana kwenye hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kama hautaweza kufanikiwa kuudhibiti ufahamu wako, kushinda akili yako, basi jua hakuna vita utakaofanikiwa. Hakuna vita utakayofanikiwa kwenye hii dunia. Vita ya kwanza inaanza kupiganwa kichwani, kwenye kichwa. Alafu kichwa ndicho kinagawa ile vita iende wapi. Aidha imalizike kichwani ama iruhusiwe kuingia kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili eneo la fikra linabeba ufunuo. Ufunuo unapokuja unabebwa kwenye fikra. Ufunuo unapokuja unabebwa kwenye fikra, sio kwenye moyo, kwenye fikra. Ufunuo unapokuja unabebwa kwenye fikra ama kwenye ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua uwezi ukashinda vita usioijua na uwezi ukapigana inavyostahili vita usioijua. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, umetoka sasa hivi umeenda nyumbani. Unafika nyumbani, mlangoni kwako unamkuta mtu amesimama. Ghafla yule mtu unamsalimia, aitikii. Anakusogelea, anakamata shingo yako, anaanza kukunyonga. Zile sekunde za kwanza sio kwamba uwezi kumpiga, ila bado hujaelewa nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hujaelewa inakuaje? Nini kinaendelea? Huyu ni nani? Anataka nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikifikia wakati amenyonga, sasa anataka kutoa uhai, akili yako itakuambia sasa, licha ya kuwa hujui sababu ya kupigwa, lakini sababu ishapatikana, anataka kukuua, pigania uhai. Hapo nguvu utakazozipata utashangaa zimetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Utajikuta unaibuka, unaanza kupigana, unaanza kushindana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake vita vimepata nini? Sababu. Hakuna vita inayopiganwa bila sababu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesemaje? Kwa sauti nimesemaje? Hakuna vita inayopiganwa bila sababu. Lazima kuwe na sababu. Sababu maana yake ni hii: kama utapigana na shetani wakati hujajua kwa nini unapigana naye, basi haumpigi shetani, unapigana na mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Hizi zinaitwa kwa Kiingereza imaginations. Namna ambayo akili inatengeneza vitu vionekane hata kama havipo. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nitoe mfano mwingine. Kwenye vyumba vya vijana wengi ambao ni masingo, kuna kile kiti kimoja ambacho uwaga kinaekewaga nguo zote chafu pale, ama zile nguo ambazo zimeshafuliwa. Sasa unajifikiria nitakunja saa ngapi? Kunakuwa na kile kiti ambacho ukifika tu unabwaga hapo, ukifika tu unabwaga hapo. Sasa kile kiti mchana kinaonekanaga kizuri,
Ukizima taa namna hii, ghafla kile kitu unahisi kama kuna mtu fulani amekaa pale anakutumbulia. Yaani kilivyojichonga namna hii unahisi kama ni mtu fulani. Wangapi wamekutana hiyo hali? Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia kiti chako unahisi mbona kama kuna mtu amekaa pale ananitazama. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotengeneza ile picha sio kwamba kuna mtu, ila ni imaginations, ufahamu wako ndio unakudanganya kudhani kuna mtu pale. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atusaidie. Tutanunua ubao tuweke hapa. Ndogo, andika mtazamo. Ndogo, andika mtazamo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye huu ufahamu ama ushindi katika ufahamu, ili uweze kupigana vita vya ufahamu na uvishinde, cha kwanza anza kupigana na mtazamo wako. Anza kushindana na mtazamo wako. Ili ushinde vita vya ufahamu, shinda mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni namna unavyoviona vitu. Na namna unavyoviona vitu inaamuliwa sana na namna unavyotaka kutazama. Bwana Yesu asifiwe. Vitu unavyoviona vinaamuliwa na namna unavyotaka. Unajua, huwezi ukaviona vitu kama hujataka kuviona vitu. Au labda ngoja niweke hivi, labda utanielewa. Kuna kuona kwa ajali ambao kila mtu anaona, lakini kuna kutazama kwa maamuzi. Yaani hivi, ninyi mko mbele yangu hivi, hapa macho yangu yanawaona wote. Lakini sasa hivi ukiniambia Jackie ambaye yuko huku anafanya nini mkononi kwake, naweza nisijue kwa sababu ninamuona lakini sijamtazama. Kwa hiyo ukiniambia Jackie anafanya nini, nitageuza macho nimtazame Jackie ili nione. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ukipita njiani watu wengi si wanapita hivi. Sio kwamba macho yako hayaoni watu, unaona watu, lakini hautazami watu. Kwa maana kwamba haudili na kila mtu unayemuona. Macho yako yanadili na kule unakoelekea. Kwa hiyo mtu akikugusa akwambia wewe fulani, ndio unageuka sasa, unaamua kwamba nimtazame, niendelee kumwangalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, mtazamo ulionao unaamuliwa na maamuzi unayoyafanya. Ukiamua kutazama vya Mungu utaona vya Mungu. Ukiamua kutokutazama vya Mungu hutoviona vya Mungu. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi umfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Sasa kama ambavyo mtu anaamua kutazama, hata kusikia napo unaamua kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ukiamua kuisikia mvua hautasikia kinachoendelea, lakini ukiamua kukaza masikio yako kusikia kinachoendelea, mvua hautaisikia. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa Pili 6:17 anasema hivi, Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kuna wakati ambao ulifika, mtumishi wa Mungu nabii Elisha alitumiwa maaskari wamkamate, na wale maaskari wakati wamekuja ili kumkamata, Elisha alikuwa amelala. Yaani yeye hakuwa anajali lile jeshi linalokuja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati ule mtumishi wake, wale mashemasi, watu wengine wanaangalia, wanajali kwamba tutakamatwa, tutapelekwa gerezani, yeye alikuwa ajali. Kwa sababu gani alikuwa ajali? Kwa sababu macho yake hayakuangalia maaskari waliokuja kinyume chao, yaliangalia maaskari walioko upande wao. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuamue vitu gani tunavitazama. Kutokuona kwa mtumishi wa Elisha haina maana wale malaika wangeshindwa kuwasaidia. Wale malaika wangewasaidia tu, kwa maana malaika hawazuiwi na namna tunavyoona vitu. Ila kitu ambacho kingewazuia malaika
ni ile hofu inayojengeka kulingana na mtazamo. Shida inapokuja kwa sababu huoni msaada ulionao, hofu itaanza kujengeka ndani yako. Hofu ni adui wa imani. Kutokuwa na imani kuna wazuia malaika kufanya kazi. Kwa hiyo kitakachowazuia ni hofu inayojengwa na kutokuwa na mtazamo sahihi juu yao. Maana yake kutokuona sio shida. Kwa mfano kama wewe sasa hivi hapa unayo imani kwa Mungu, lakini humuoni Yesu, na bado Yesu anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukichukulia hali ya kutokumuona Yesu ukaichukulia kama Yesu hayupo, niko peke yangu, hiyo itajenga hofu, ambayo hiyo hofu itamzuia huyo Yesu kukusaidia. Kwa maana hiyo sasa, shida sio Yesu kuwepo, ila shida ni sisi kutengeneza mitazamo yetu kumuona Yesu akitusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu huyo anayekusaidia wewe ameacha wengine saa hii wako chini ya madaraja, wanalala peke yao pale, hawana mashuka, hawana kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu huyo anayekusaidia wewe sasa hivi, upo hapa, unaweza kujifunika, unajikinga na baridi. Yesu huyo anawaona mayatima ambao wanalala chini ya mitaro sahihi, kwamba mitaro inajaa maji na kitanda chao ndo kimeshaloa, sasa hawana pa kulala tena. Bwana Yesu asifiwe. Yesu huyo, shida inakuja wapi? Shida inakuja namna ulivyomtazama akusaidie. Namna ulivyomuona akusaidie ni tofauti na namna ambavyo wao wameona. Wao bado hawajamuona Yesu, na ndio maana Yesu anasema hivi, watasikiaje bila mhubiri kwenda? Maana yake mhubiri anapoenda kuhubiri, anaenda kufungua fikra za watu, anakwenda kufungua mitazamo ya watu ianze kumuona Yesu. Na Yesu huyo anawatoa chini ya madaraja, anawatoa chini ya makalavati. Sijui kama ananielewa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya imani ni kubadilisha mitazamo yetu. Kazi ya imani ni kubadilisha mitazamo tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Yesu ni kubadilisha mitazamo tulionayo. Kazi ya imani ni kubadilisha mitazamo tulionayo. Hebu tuende kwenye B. Tuende kwenye B. Point B. Andika fikra. A nimekuambia mtazamo. Point B, andika fikra. Fikra. Kumbuka tupo katika ile moja kubwa ambayo ni ushindi katika ufahamu. Tukasema A mtazamo na B fikra. Sasa fikra nimelenga ama nimemaanisha namna unavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Namna unavyofikiri, namna unavyoongoza mawazo yako, namna unavyoongoza vile vitu vinavyopita kwenye kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi ni watumwa wa fikra potofu. Ngoja nirudie tena. Watu wengi ni watumwa wa fikra potofu. Watu wengi ni watumwa wa fikra potofu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukiwa unagombana na watu ama unarushiana maneno na mtu, upo kwenye ugomvi na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati upo kwenye ugomvi na mtu, mnaweza mkapigana ngumi. Zile ngumi zikaamuliwa kwamba acheni kupigana, mkaacha kupigana. Lakini wakati mnapigana, labda mlikuwa mnapigana huku mnarushiana maneno. Bwana Yesu asifiwe. Labda mnapigana huku mnafanyaje? Mnarushiana maneno. Kwamba unapiga unasema, ndio maana nilitaka nikuache kijijini kwenu, ndio maana sikuwa na mpango wa kukuoa, ndio maana sikuchagua, nililazimishwa. Mwenzako hakuwahi kujua kama ulilazimishwa. Sasa wakati ngumi zinaendelea, watu wamekuja wamewaamua, ngumi zinaisha, ila yale maneno wakati wa ugomvi yanaendelea kukupiga ngumi kwenye fikra. Bwana Yesu asifiwe. Zile ngumi zinaendelea, na tena bora ngumi hizi za kawaida. Yaani bora mtu ambaye akikasirika anakupiga huku amenyamaza, kuliko yule ambaye akikasirika anakupiga huku anasema, au akupigi kabisa lakini anakutamkia maneno. Ni afadhali mtu ambaye anakupiga kwa vibao ama fimbo kuliko mtu anayekupiga kwa maneno, kwa sababu maneno ni fimbo isiyoisha leo. Maneno ni fimbo isiyovunjika. Maneno yanaendelea kukaa ndani ya mtu muda mrefu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye pointi B
tunataka tushughulike na fikra. Fikra zinaongoza kila tunachokiona. Wakati umekutana na watu mchana, mtu anakuambia ndio maana alifai, ndio maana alifai, ndio maana linahubiri vibaya, ndio maana linafundisha vibaya, ndio maana linaimba vibaya, ndio maana linafanya hivi. Unaweza kusema sijali, Yesu ananitetea. Watu wasiponisikiliza, malaika watanisikiliza. Lakini ukiwa sirini umekaa peke yako, Bwana Yesu asifiwe, siku ikafika unasema ndio maana walisema, ndio maana walitamka. Maana yake yale maneno yanaendelea kukudhibiti kwenye fikra. Bwana Yesu asifiwe. Yale maneno yanaendelea kukuzuia kwenye fikra. Ngoja nikuambie neno ambalo liliwahi kunifanya nikawa na akili sana darasani. Siku moja nilikuwa ninafeli kimasomo. Wakati ninafeli kimasomo, akaja mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Mosha. Alikuwa ni Mchaga fulani hivi. Yule mwalimu akaniita ofisini, alikuwa anasifika sana kuchapa pale shule. Siku hiyo akija ana saa lake la chuma namna hii, akilivua lile saa, mjue kabisa siku hiyo kilio kitatawala darasani. Anatandika sio mchezo. Sasa yule mwalimu siku hiyo nikawa nimekosea sana. Alikuwa anafundisha somo la Kiingereza na mimi nilikuwa nafanya vizuri sana kwa Kiingereza. Sasa siku hiyo nika drop sana. Maana yake nikidrop mimi, somo lake lina drop, mitihani yake ina drop. Sasa yule mwalimu siku hiyo akafika darasani, akavua saa. Alipovua saa akatandika wote, lakini akasema Deo nisubiri hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na kuelekeza maneno yanavyoweza kushindana kwenye fikra. Akasema Deo weka hapo mbele. Nikichungulia mtihani wangu nimepata 5 kati ya 20. Nikiangalia aliyepata 17 fimbo anazotandikwa. Yaani aliyepata 17 fimbo anazotandikwa pale, mwalimu mpaka jasho la kwenye shingo linatoka, anafuta namna hii, anatandika, anapiga. Mimi nikichungulia nimepata 5 kati ya 20. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua leo ninageuzwa kuwa mfano katika wote hao. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu akanishika mkono akaniambia tunaenda ofisini. Ofisini maana yake kuna walimu wengine wote na kuna wengine wa hisabati ambao wanajua kabisa huwa ninafeli na ninawakimbia wasinichape. Kwa hiyo nikajua leo ninaenda ninakamatwa, nitapigwa fimbo za hisabati, nitapigwa fimbo za English. Lakini wakati tunafika pale ofisini, yule mwalimu akaniweka mbele ya zile meza za walimu zimezunguka hivi. Afu wao wakawa wamekaa, mimi nimesimama katikati. Akasema hivi unajua maana ya jina Deo? Unajua maana ya jina lako? Nikasema sijui. Akaniambia piga magoti, nyosha mikono juu, ita mvua. Nikapiga magoti, nikaita mvua. Akaniambia Deo, unaliaibisha jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kina Deo wapogo hivyo, kwa sauti ya msisitizo, kina Deo wapogo hivyo. Sijawahi kukutana na Deo aliyewahi kufeli kama wewe. Unaibisha jina lako. Sasa nenda kalitetee jina lako. Kuanzia hapo mpaka namaliza shule, somo la Kiingereza ninaongoza mbele namna hii. Sio kwa sababu ya fimbo, kwa sababu ya maneno. Kwa hiyo nikikaa wakati wa kuandika kwenye mtihani wa taifa namna hii, ninakumbuka lile neno, kwani Deo wanatakiwa aweje darasani? Kwani akili ya Deo kwenye kujibu maswali inatakiwa kuwaje? Kweli nimewahi kukutana na Deo wavuta bangi, sijui, lakini kwa wakati ule sikuwahi kukutana na Deo yoyote. Kwa hiyo lile neno likanifanya nijenge picha fulani. Huenda mtu anaitwa Deo anatakiwa afaulu wala asifeli. Bwana Yesu asifiwe. Maneno tunayowaambia watu, maneno tunayojitamkia yanaenda kupigana kwenye fikra. Maneno unayojitamkia wewe mwenyewe yanaenda kupigana kwenye fikra. Bwana Yesu asifiwe. Njia ambayo itakusaidia kushinda maneno ya watu ambao yanapigana kwenye fikra yako ni wewe mwenyewe kuanza kujishibisha maneno yanayofaa kwenye fikra zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe anza kujishibisha maneno yanayofaa kwenye fikra zako mwenyewe. Ngoja niseme kwa sauti, wewe mwenyewe anza kujishibisha maneno yanayofaa. Wewe mwenyewe anza kujishibisha maneno yanayofaa kwenye fikra zako. Kwa nini wewe mwenyewe uanze kujishibisha maneno yanayofaa kwenye fikra zako? Why? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Sasa hapa uniangalie kwa mfano. Nataka niongee kwa mfano. Ile siku ya Jumapili niliwaambia nafasi ya rohoni haiwezi kubaki tupu. Nafasi yoyote ya rohoni lazima ikae kitu. Fikra zako ni kama chombo ambacho kipo wazi ama kipo kitupu. Kisipojazwa maneno yanayofaa,
yale maneno ya watu yanachukua ile nafasi iliyo tupu, yanaishi hapo. Ukianza kujitamkia maneno yanayofaa, yale maneno ya watu yasiyofaa yanaanza kutoka ili kupisha maneno yanayofaa. Kwa hiyo ufahamu wako ukajaa maneno yanayofaa, yale maneno mengine yakija yanaambiwa hakuna nafasi ya kutosha kukaa ndani yako. Ninyi mnafahamu memory card. Memory card ama flash ikijaa nyimbo, yule mtu wa library akataka kuweka nyimbo nyingine, anaambiwaje pale? Anaambiwa nafasi imejaa. Na ndivyo ilivyo katika fikra. Fikra ukijaza mawazo ama maneno yanayofaa kutoka kwako wewe mwenyewe, maneno ya watu yakija yanaambiwa nafasi imejaa, hapana nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Korintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Korintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Korintho wa pili, tunaelekea kumaliza sasa. Sura ya 4 mstari wa 4. Biblia inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema hivi, kazi ya kupofusha fikra, hizi fikra tunazoziongelea, kazi ya kuzipofusha ni kazi ya Mungu wa dunia hii, ambaye Mungu wa dunia hii ndiyo yule Lucifer tuliyomwangalia. Shetani ndiyo kazi yake. Maana yake shetani ili akudanganye lazima apofushe fikra zako usiuone ukweli. Kutokuona ukweli ni hatua ya awali kabisa ya kudanganywa. Ngoja nirudie. Kutokuona ukweli ni hatua ya mwanzo kabisa ya kudanganywa. Kutokuona ukweli ni hatua ya mwanzo kabisa ya kudanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tolea mfano. Mimi sina nia ya kuwadanganya, lakini siujui ukweli na ninataka kuongea na nyie. Kile nitakachokiongea siku zote kitakuwa sio sahihi, kwa sababu ukweli halisi siujui. Sasa weka kale kamkato ka hivi, weka kale kamkato ka hivi, andika pesa isiyokuwa halali, andika pesa isiyokuwa halali, pesa isiyokuwa halali, pesa isiyokuwa halali. Hapa mnisikie kwa makini, maana nataka niongee nani kwa undani sana, kwa undani sana, ili muelewe. Miongoni mwa vitu ambavyo natamani Mungu awasaidie na hichi kitu ambacho nawatajia sasa. Tumesemaje hapo? 23 mstari wa 8 kitabu cha Kutoka. Kutoka 23:8. Biblia inasema, nao usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho yao hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaenda kuziba fikra zako ili uzisaidie fikra zako wewe mwenyewe, miongoni mwa vitu vinavyoenda kuziziba fikra, kitu cha kwanza kabisa ni kupokea pesa isiyokuwa halali yako. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ni kupokea pesa isiyokuwa halali yako. Na pesa hii mimi nimeipa jina la rushwa. Rushwa ni pesa yoyote ambayo inakufanya usiuone ukweli, usiusimamie ukweli. Rushwa ni pesa yoyote ambayo unaipokea ili usiuone ukweli, na hata kama umeuona ukweli basi uupuuze. Ninaongea maneno mengi kwa wakati mmoja, lakini kichwa chako kiwe chepesi sana kushika hii pointi. Rushwa ni pesa yote ambayo inaondoa macho yako kutoka kwenye ukweli. Rushwa ni pesa yote ambayo inakufanya ujifanye kipofu wakati unaujua ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Pesa yoyote, pesa yote. Na hapa nianzie kwenye eneo la mahusiano. Nianzie kwenye eneo la mahusiano. Mtu unajua kabisa kwamba mtu huyu siye mtu nitakayeolewa naye, sio mtu ambaye nina mpango naye kwenye maisha, lakini unapokea pesa yake na unaitumia. Bwana Yesu asifiwe. Unaipokea pesa yake na unaitumia. Unaitumia kuvaa, unaitumia kula. Maana yake macho yako yakitaka kuona ukweli yatamuona kama mtu asiyefaa kwako, lakini kwa sababu pesa unaipokea unajifanya kama haujui ukweli,
unaendelea kuishi kwenye maisha ya kuigiza. Hii ni laana moja mbaya sana. Leo unaweza kukuta kuna dada amempanga wa kulipa kodi, amempanga wa kulipa luku, amempanga wa kulipa bili ya maji, amempanga wa kumlipia mtoto shuleni ada, amepanga wa kumvalisha, amepanga 1, 2, 3. Kwa mwaka wa Kristo tuna sikukuu ya Pasaka, tuna sikukuu ya Christmas. Kuna jamaa lililoandaliwa kwa ajili ya Pasaka. Pasaka ikishapita ule mwezi wa ngapi, baada ya hapo hatafutwi tena. Siku akitafutwa kuna tukio. Bwana Yesu asifiwe. Jihadhari sana. Jihadhari sana na pesa yoyote ile ambayo sio halali, yani sio haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Yani haikutakiwa kukuhudumia kutoka kwa mtu ambaye unajua kabisa hakutakiwa kuwa kwenye maisha yako. Unapoipokea na ikaingia ndani yako, yeye amekupa pesa, wewe umenunua chakula, usifikiri lile balaa linaenda kwa yule muuza duka uliyempa ile pesa, kwamba akaichukua ile pesa akakaa nayo. Balaa linaenda kwenye ile mikono iliyopokea ile pesa. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, kitakachohesabika ni ile pesa, sio imenunua chipsi ama imenunua baga, bali ni imeingia kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ile laana, hata kama huyo mwanaume alikuwa ni Muislamu, alikuwa ni Mroman, alikuwa ni mpagani, hata kama alikuwa ni jitu lisilofaa linaloonga wanawake wengi, as long as umechukua pesa yake imeingia ndani yako, umeingiza laana ndani ya tumbo lako, umeingiza moto ndani ya tumbo lako. Jihadhari na ujiepushe. Ogopa sana kula kitu cha mtu yeyote, kupokea kitu kutoka kwake ambacho unajua hukustahili kukipokea. Ogopa sana. Biblia inasema rushwa ama pesa isiyokuwa halali inaenda kupofusha macho ya wanaoona. Maana yake kabla hujala macho yako yana uwezo wa kuona, lakini baada ya kula macho yako yanazibwa usiuone tena ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. My God. Sikiliza. Ina maana kile ambacho anakila ndicho ambacho kinamtengenezea mazingira ya kumuona huyu kijana anafaa hata kama hafai. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi wote hapa ni wanawake. Hivi pakatokea kijana ambaye anakuja kwenye maisha yako, papu anaanza kugaramika na kuuliza unadaiwa kodi shingapi? Anakulipia. Maji unadaiwa? Anakulipia. Nguo ulizovaa kama zimechakaa? Anakunulia nyingine. Alafu anakuja mwingine anakwambia nakupenda jinsi ulivyo, nakupenda vile ulivyo, afu agaramiki chochote kwa haraka haraka. Ukiingia kwenye maombi, yupi utakayemuona ni wa kwako? Hata ukimwambia mama yako, mama nimepata baby, akakuuliza hivi siku hizi unavyofanya ni huyu au ni huyu? Ukimwambia ni huyu anayekuvalisha, anakwambia hii imepita. Tena pakiwa na ugomvi, sio kijana atakayetumia nguvu, anapiga tu simu kwenu, mama tumepishana, mama anakugeukia. Utakula vibao, sio mchezo. Kwa sababu kitu ambacho kinaingia ndani yako kinakupofucha macho usiuone ukweli. Ni liharibifu, lakini kwa sababu linatumia pesa ambayo inaitwa rushwa, inaenda kuwafunga watu wote macho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi sinahubiri hapa, siwapi hela ya chai kwamba chukueni hela asubuhi mkiamka mnywe chai. Tunahubiri tumemaliza. Akija mhubiri ambaye atahubiri akimaliza anaingia mfukoni anawapa 30,000 hapa. Ninawaambia mtakaa hapa mpaka saa 8 usiku. Mtamwambia mhubiri endelea tu, si hatuchoki. Bwana Yesu asifiwe. Pesa inapokuja ambayo haikutakiwa uipokee, inakufunga macho. Kuwa makini. Ukiweza kujidhibiti eneo hilo, utashinda vitu vingi sana. Shina la maovu yote ni kupenda nini? Eka kimkato cha pili, tunamalizia hapo. Kukubali nafasi isiyo halali yako. Tunamalizia hapo. Eka kimkato. Kukubali nafasi isiyo halali yako. Kukubali nafasi isiyo halali yako. Tunakwenda kuingia kwenye maombi. Kukubali nafasi isiyo halali yako. Andika kitabu cha Mithali 31 mstari wa 30. Mithali 31:30 anasema hivi: upendeleo udanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana
ndiye atakayesifiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema upendeleo hudanganya. Kupendelewa nyuma yake kuna udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya upendeleo ni kukupa nafasi isiyostahili. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya upendeleo ni kukuweka mahali ambako hukutakiwa kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu Kristo sisi hajatupendelea kwa namna ambavyo wanadamu wanatupendelea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo hajatupendelea kwa namna ambavyo wanadamu wanatupendelea. Kwa maana hiyo, Yesu Kristo hajatupendelea kabisa, bali ametugharamia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti ya kugharamia na kupendelea. Kupendelea maana yake jitu lisilofaa unalichukua, unaliweka kwenye utakatifu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kugharamia ni kumbadilisha ili yeye mwenyewe aende kukaa kwenye utakatifu. Maana yake Yesu Kristo baada ya kumpokea hakuchukui na kukuweka kwenye utakatifu, na ndio maana dhambi zinaendelea kuwepo hata baada ya kuokoka. Ila Yesu Kristo anachofanya, anakupa gharama, anakugharamia ili wewe mwenyewe uende utakatifu. Kukubali nafasi yoyote isiyokuwa halali yako ni kupofusha fikra zako. Upendeleo hudanganya. Jihadhari sana na mtu ambaye anakupa nafasi isiyokuwa ya kwako. Kuna watu wanaolewa kwenye nafasi ambazo sio za kwao. Kuna watu wanakaa kwenye nafasi ambazo sio za kwao. Umefika kwenye kanisa kwa sababu unatoa michango vizuri, unasikia mchungaji anakuambia kuanzia leo utakuwa mzee wa kanisa. Kama ndani yako hakuna huo wito, kataa kwa herufi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tena mwambie kabisa, ukiendelea kunilazimisha nitahama kanisa. Kataa nafasi yoyote ambayo ndani yako unajijua haipo, usikae. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unahisi nafasi hiyo itakupa heshima, huo ni uongo wa shetani. Nafasi hiyo haiwezi kukupa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kukupa heshima, itakupa aibu tu, kwa sababu imetangulia na udanganyifu. Unashangaa watu wanakuambia wewe ni mtumishi mkubwa. Yaani wewe ukisimama namna hii pale kanisani watu wote hawafai. Wewe ni wa juu. Yaani hakuna kama wewe. Jua wanakuweka kwenye nafasi ambayo sio ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya muda utasema, ila kama kweli, mbona mchungaji mwenyewe, mbona mimi naweza kunguruma kuliko yeye? Kama kweli, tayari unajipandisha kwenye nafasi ambayo sio ya kwako. Kukaa kwenye nafasi isiyo stahili kulimfanya Lucifer ageuke kuwa malaika awe joka. Imagine kama kulimbadilisha Lucifer kutoka kuwa malaika kuwa nyoka. Wewe leo hii kuna kubadilisha wewe kuwa kiumbe cha aina gani? Kiburi kinatangulia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoenda mbele za Mungu, ninataka tufanye maombi ya aina fulani. Tumwambie Mungu atupe ushindi katika ufahamu. Ushindi katika ufahamu. Angalia daftari lako. Angalia daftari lako. Pointi ya kwanza ambayo ilikuwa ni moja kubwa, tuliandika ushindi katika ufahamu. A, tukaandika mtazamo. B, tukaandika fikra. Tukaweka mkato, tukaandika pesa isiyokuwa halali. Alafu tukaweka mkato, tukaandika kukubali nafasi isiyo halali yako. Sasa niulize swali, kwa ukweli kutoka rohoni, wangapi mko hapa mmewahi kukaa kwenye nafasi ambazo sio za kwenu? Sababu iliyoko nyuma ya mtu ambayo inamfanya akupe, kama anakupa kwa kificho, kwa kujificha, ama kuna mazingira anayotengeneza ambayo sio rafiki, tayari hiyo pesa inakuwa sio halali. Lakini kama anakupa kama rafiki tu, na moyoni mwako unashuhudiwa ni urafiki tu, pokea, ni halali. Lakini kama ndani yake kuna hali yoyote ambayo umewahi kuiona kwamba tusizungumze sasa hivi ama hivi, na kama anakupa kwa kificho, kama anakupa kwa kificho, hiyo pesa sio halali. Tolea mfano, labda mtu yupo na mumewe, si ndio? Ukamwambia bana, nimekwama sehemu fulani. Akakwambia toka nenda kwa mke wangu, nimemwacha nyumbani pale, mwambie akupatie pesa kadhaa. Hana hofu, yupo wazi. Ina maana hata mke wake anafahamu kuhusu hilo, kwa hiyo hakuna hatia. Lakini kama ataweka hali yoyote ya kificho, kama ataanza vizuri na akawa anakupa vizuri kwa sababu ukujua, haupo kwenye hatia. Lakini baada ya kujua kwamba mbona huyu mtu kama anakuwa na mazingira fulani,
tayari hapo tayari unaingia kwenye maamuzi ya kukubali ama kukataa, na unatakiwa ukatae kwa sababu tayari itageuka kuwa laana kwako. Nimekujibu eh? Okay. Turudi kwenye swali. Kuna mtu mwingine mwenye swali? Nirudi kwenye swali. Wangapi mmewahi kukaa kwenye nafasi ambazo unajua haikuwa ya kwako? Bwana Yesu asifiwe. Huyu kabisa unajua ni mume wa mtu kabisa, na ukachomoka ukaenda ukaunga naye mahusiano. Roho Mungu anakuambia toka huko, lakini ukaunga mahusiano na ukaendelea. Tuachane na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka tuombe sasa. Ninataka tuombe. Tumwambie Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kuomba? Jamani, tuko tayari kuomba? Ninaomba nyanyua kiti chako, weka mahali ambako unaweza ukaomba kwa uhuru zaidi.